Kuna wewe mwanaume ambaye mkeo aliondoka nyumbani kwako, akatafuta chumba, akajipangia, akaanza kuishi mwenyewe. Kipindi ameondoka nyumbani, wewe ulifikiri amerudi kwa wazazi au mahali ambapo ulimkuta kwa ndugu zake. Lakini cha ajabu, ulipoenda kufuatilia wakasema mke wako huku hajafika. Ukaja kugundua kwamba mke wako amejipangia, ameanza kuishi mwenyewe. Amekaa huko alikokuwa ndani ya miezi 3 au miezi 6, na sasa hivi ameanza kukubembeleza, anaomba kurudi tena kwenye maisha yako. Sasa kitu kisikudanganye ukafikiria kwamba huyu mwanamke anataka kurudi kwa sababu ameuona umuhimu wangu kwenye maisha yake. Mimi nakwambia shauri yako. Wewe unajua wazi mke wako ulimtoa kwenye familia yake, alikuwa na wazazi, lakini alipoondoka kwako hajaenda kwa wazazi, ameenda kujipangia. Unajua kabisa hakuwa na wazazi, lakini alikuwa na ndugu yake, huko ndiko wewe ulikoenda kumuolea. Lakini alivyoondoka kwako hajarudi kwa ndugu yake, ameenda kujipangia, ameanza maisha yake yeye peke yake. Kaa ukijua kwamba kilichomfanya mkeo aende kupanga badala ya kurudi chini ya uangalizi ni kwa sababu alikuwa na ajenda zake nyingine ambazo zilimsababisha yeye akaanze maisha yake peke yake. Alikuwa anataka uhuru, alikuwa na siri zake ambazo hataki zijulikane. Kama tunavyojua, wanawake wengi sana huwa wanadanganywa na wanaume. Yaani unakuta alikuwepo mwanaume nyuma yake ambaye alikuwa anatembea naye. Mwanamke wako kwa akili zake ndogo akafikiria kwamba ili ni enjoy mahusiano na huyu mwanaume, au huyo mwanaume alimdanganya. Kweli mwanamke wako akaamua kuondoka nyumbani, akaenda kujipangia huko chumba, akaanza kuishi mwenyewe. Hiyo miezi 3, hiyo miezi 6 alikuwepo na huyo mtu. Na amekaa naye kwa muda, ameanza kujiridhisha na kuona kwamba huyu mwanaume hana lolote kwenye maisha yangu. Au huyo mwanaume yeye mwenyewe amemtumia kwa muda, ameingia mitini. Kama tunavyofahamu, mwanaume yeyote anapenda kutembea na mke wa mtu anapokuwa anahudumiwa na mumewe. Huduma zinapoanza kumwangukia yeye mwenyewe huwa anakimbia. Kwa hiyo mke wako pengine sasa hivi anarudi kwako kwa sababu ametelekezwa na yule mwanaume ambaye alimdanganya aondoke nyumbani. Ametelekezwa au amegundua kwamba yule mwanaume hana msaada wowote kwenye maisha yake. Ameona ni afadhali arudi kwako wewe. Kwa hiyo wewe ni chaguo lake la pili. Ni chaguo lake baada ya kufeli huko alikotoka, ndio anarudi kwako kuja kupumzika. Sio kwamba anarudi kwako kwa sababu anakupenda sana. Na hii sababu ya kuwarudisha wanawake ambao walienda kujipangia ndio imefanya watu wengi sana wamelea mimba zisizo za kwao, wamelea watoto wasio wa kwao. Yaani mwanamke huyo unakuta ameenda huko, amekaa miezi 3, miezi 6, anarudi kwako, mmekaa kidogo, mara unasikia ni mjamzito. Anakwambia mimi ni mjamzito. Kumbe huo ujauzito sio wa kwako. Au wakati mwingine hata wewe unaanza kutilia mashaka kwamba huu ujauzito sio wa kwangu. Kwa hiyo mwanamke yeyote ambaye ameondoka kwako na alienda kuanzisha maisha yake yeye peke yake, anaporudi kwako, kaa ukijua kwamba yamemshinda. Mambo aliyoyaanzisha yamemshinda. Huyo mtu aliyemdanganya amemtoroka. Huyo mtu aliyemdanganya hajaona kama ana maana yoyote kwenye maisha yake. Na sasa hivi hapo anajutia, anaona kabisa huyo mtu amemharibia tu maisha, bora angebaki kwako. Kwa hiyo na yeye amekuchukulia wewe poa. Ndio maana anaenda kuishi huko miezi 3, miezi 6 akiwa anajiishia mwenyewe, halafu baada ya hapo anarudi kwako. Unamrudisha mwanamke wa namna hiyo kwako kufanya nini? Mimi sikatai. Kuna matatizo na migogoro mingine ni mizito, pengine inaweza ikapelekea mwanamke kuondoka nyumbani. Kwa nini asiende kwenye familia yake? Haya, hana wazazi. Kwa nini asiende mahali ambapo wewe ulimkuta? Pengine ulimkuta kwa dada yake, pengine ulimkuta kwa shangazi yake, pengine ulimkuta kwa baba mdogo wake, pengine ulimkuta kwa mjomba wake. Huko ulikomkuta, kwa nini asiende huko? Anaanza kwenda kujipangia yeye mwenyewe. Huyo mwanamke asirudi kwenye maisha yako. Kwa sababu harudi kwako kwa sababu amegundua umuhimu wako. Anarudi kwako kwa sababu misheni yake alikokwenda imefeli. Ulishawahi kujiuliza kwamba je, angeweza kuendelea kuishi mwenyewe, angerudi kwenye maisha yako? Usingemuona. Angefanikiwa huko alikokwenda, usingemuona. Kwa hiyo anarudi kwa sababu ameshindwa huko alikokwenda.